Ndoa ukiacha kuwa ni jambo zito na ni matakwa ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ndoa ni kiini cha msingi, ni nguzo imara na kiunganishi kati ya uwepo wa serikali, lakini pia ni kiunganishi muhimu cha masuala yote ya amani na usalama wa taifa lolote. Maadili ya jamii yanaanzia kwenye ngazi ya familia, na kama kukiwa familia zetu zina maadili yaliyo mema, tafsiri yake ni kwamba wale wote wanaotokana na familia, baba na mama, na watoto watakaotokana na baba na mama wenye maadili mema ya kidini na maadili yenye misingi ya kufuata sheria na taratibu za nchi, maana yake ni kwamba mtoto atakayezaliwa atazaliwa kwenye familia iliyo na maadili, familia iliyo na msingi mema, familia iliyo na mtu ambaye atakuja kuzaliwa, mtoto yule atakulia kwenye maadili, atakuwa na uzalendo, atakuwa na utaifa, atakuwa na hofu ya Mungu, lakini mtu huyu ndiyo ambaye baadaye tutamtarajia kuja kuwa kiongozi aidha wa dini au kiongozi wa serikali. Kwa hiyo msingi wa familia ndio msingi mkuu wa maadili ya taifa lolote. Mila, tamaduni na desturi zetu zimejikita katika familia, ngazi ya familia, kwa sababu leo tukizungumzia ulinzi na usalama wa taifa letu tunaangalia zaidi kwenye taifa, tunaangalia kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa familia zetu kama haziko salama, viongozi wangu wa dini, mashehe wetu, rais wetu pamoja na mkurugenzi wa Al-Hikma Foundation, kama ngazi ya familia hakuna maadili, maana yake utarajie kama baba sio mharifu, mama ni. Kama hakuna maadili, utarajie watoto watakaozaliwa pale watakuwa wahalifu. Kwa hiyo wataingia kwenye mgogoro wa kuvunja maadili ya dini, wataingia kwenye mgogoro wa kuvunja maadili ya mila, tamaduni na desturi, wataingia na kujikuta kwenye mgogoro wa kuvunja sheria za nchi, na matokeo yake utajikuta tuna wahalifu. Maadili ni msingi mkuu wa maendeleo ya taifa lolote lile. Tunafahamu waheshimiwa viongozi, katika ngazi hii ya familia ambapo tunaamini familia moja na ya pili ndio zinatengeneza jamii, na familia ya pili na ya tatu na ya nne hatimaye zikawa 10 au 15 ndizo zinazotengeneza kitongoji, mtaa au kijiji. Katika ngazi hiyo ya familia, watu hao wote wanaokutana, tukiitana kwenye kata, tukiitana kwenye kitongoji, tukiitana kwenye tarafa na hatimaye tukaitwa wilaya, maana yake ni muunganiko wa familia mbalimbali. Kwa familia hizi kama maadili yametengenezwa vilivyo, viongozi wetu wa dini wamefanya kazi nzuri ya kukumbusha wakati wote maadili yaliyo mema, misingi iliyo mema, namna ya kuishi kwenye familia, namna ya kuishi kwenye jamii. Maana yake ni kwamba wilaya hiyo nzima itakuwa ni familia, ni wilaya inayounganishwa na familia zenye maadili yaliyo mema, na wilaya itatengeneza mkoa, na hatimaye mkoa na mkoa tutakuwa na taifa ambalo lina misingi ya maadili yaliyo mema. Tutatengeneza taifa ambalo lina misingi ya kuzingatia uzalendo. Tutatengeneza taifa ambalo lina misingi iliyojikita kuanzia ngazi ya chini, na kwa kufundwa vyema na misingi ya imani tunatengeneza raia walio wema, wenye utu, umoja, amani na mshikamano.